Mheshimiwa Lugalo aliwahi kusema kwamba sasa hivi yupo tayari kutoa fomu, kutoa vibali kwa ajili ya mikutano. Sasa niambia Lugalo usipate tabu. Sasa hivi hatuna haja kufanya mikutano hadhara. Mikutano hadhara wanafanya ili kuwafanya watu kampeni wakipenda chama chako na wakikataa chama cha upinzani. Sisi hatuna haja ya kampeni. Mheshimiwa Magufuli ameshatufanyia kampeni tosha, viongozi wa CCM ameshatufanyia kampeni tosha kwamba Watanzania waikatae CCM. Swala zima mtazungumza machache, lakini Watanzania wote nyinyi mashahidi kwamba namna gani CCM imekoroga mambo katika utawala wa Magufuli katika miaka minne hii. Niangalie mambo matatu kwa sababu nyote mnajua, tunakumbushana tu. Swala la kuongezea waajiriwa serikalini mishahara. Tangu Mheshimiwa Magufuli ameingia, huu ni mwaka wa 4, hajaongeza mishahara kwa waajiriwa. Kwa hivyo waajiriwa wote wanafanya kazi katika mazingira magumu, wanafanya kazi katika maisha magumu, lakini wanalazimika kwa sababu wameweka taifa mbele, lakini matokeo yake hawana imani na chama hichi, hawana imani na serikali hii, na sababu za msingi wanazo. Jengine, serikali yoyote inapoingia madarakani lazima imarishe uchumi, lakini uchumi wa nchi hii unatokana zaidi na kilimo. Kilimo, mnajua asilimia zaidi ya 75 ya wananchi wa Tanzania wanaishi vijijini na wanategemea kilimo. Lakini serikali haijajihusisha kabisa na masuala ya kilimo. Kwa hivyo hata bajeti ya kilimo imepelekwa bungeni eti asilimia 1.5, hata asilimia 2 haikufika bajeti ya kilimo serikali. Sasa wakulima wote, ukiachilia mbali swala la korosho, ukiachilia mbali masuala mengine, wakulima Tanzania wote hawana imani na serikali iliyopo madarakani kwa sababu haisaidii chochote kama wao ni wakulima. Lakini ukenda kwa ajira vile vile, jambo jingine linalotoka serikali, ukiingia madarakani lazima utoe ajira. Serikali hii haijatoa ajira, lakini wale walioajiriwa bado wamefukuzwa kazini, maelfu kwa maelfu. Tukiangalia serikali Magufuli alivyoingia, tulisema sijui watu wenye vyeti feki, sijui vyeti vya kiwango kidogo, watu wameachiwa, wamefukuzwa kazini. Kwa hivyo pale watu wengi sana baada ya kuzalisha ajira, wale waliokuwa na ajira wamenyimwa ajira. Lakini sivyo hivyo tu. Swala lingine la utalii na swala la bureau de change. Bureau de change nyingi sana karibu zote zimefungwa nchi nzima kwa amri ya Magufuli. Je, waajiriwa wangapi pale? Ni maelfu kwa maelfu waajiriwa wamekosa ajira. Sasa utakuta serikali katika kila namna, hata mambo mengine tunaona mambo madogo lakini makubwa. Tulishuhudia pale mkuu wa mkoa alivyowapiga viboko wale wanafunzi wa shule. Ile haimo katika sheria ya nchi, haimo katika sheria ya kimataifa, haimo katika haki za binadamu, lakini yule mkuu wa mkoa ameenda kuwapiga viboko wanafunzi. Halafu rais anakwenda kubariki, anasema yeye angelitaka wakuu wa mikoa wote wakaiga mfano ule na wapige viboko. Sasa wazee wa nchi hii, wanafunzi wa nchi hii nchi iko huru, hii nchi imepata uhuru wake tangu mwaka 61. Hao walikuwa madarakani ni wakoloni, inakuwaje mnawapiga wa Tanzania nchi hii viboko? Sisi kama tukiwa wazee wa nchi hii tunalaani kabisa tabia ile ya kuwapiga wananchi viboko. Halafu rais anakwenda kusema anataka wakuu wa mikoa wote wapige watu viboko. Na Mtanzania gani atakubali chama kama hichi kuendelea kutawala katika nchi hii? Hawa sio punda, hawa binadamu wanaoishi. Kwa nini unafanya watu wanaishi kama punda? Sasa hayo ni mambo fulani tu ambayo yamefanyika katika kiwango hichi cha awamu ya Magufuli ambayo hayakubaliki na wananchi, ndio maana wataka kupiga kura CCM. Lakini twende katika jambo lingine ambapo Magufuli alipokuja tu akasema kwamba yeye anakuja kupambana na ufisadi. Ili jambo la kushangaa sana. Magufuli hajaja kupambana na ufisadi. Tunakumbuka kwamba CAG ni mhasibu ambaye anawakilisha kodi za Watanzania wote bungeni, serikalini. Sasa CAG ametangaza hadharani kwamba kuna pesa bilioni 1 trilioni 1.5 haionekani. Magufuli mpaka amekaa kimya, hajajibu mpaka amemwengua CAG juzi, bado hajatupa jawabu 1.5 trilioni yetu iko wapi. Kwa hivyo ni dhahiri kabisa kwamba ile pesa imefisidiwa, na serikali ya Magufuli ni serikali ya ufisadi vile vile. Hata milioni $12 ambayo Spika Bunge Ndugai alisema alizitumia kwa ajili ya matibabu India, hatujapata ufafanuzi wake.
Hatujui kama zile pesa alizisafirisha Magufuli au alisafirisha nani, watajua wenyewe, lakini ni ufisadi vile vile. Kwa hivyo swala la ufisadi vile vile linaendelea chini ya uongozi utawala wa CCM. Wananchi yote wanayajua hayo. Mheshimiwa Rais amesema kwamba hiyo swala la reli mpya hiyo swala halikupita bungeni. Vitu vyote vinatumika, mapesa mabilioni kwa matrilioni, havipitishi bungeni, havipitishi popote, lakini rais anatia mikataba mikubwa. Ndege zimenunuliwa kwa mabilioni, hakuna mkataba wote uliopita bungeni, hakuna makaratasi yote yaliyoonyeshwa bungeni kwamba ndege zile zimenunuliwa kwa thamani gani na nini. Ukiangalia hiyo swala la reli hiyo mpya inajengwa umeme, hakuna mkataba wote ulioonyeshwa bungeni. Kuna hiyo swala la kuzalisha umeme huko Rufiji trilioni 6.5, hakuna mikataba yote iliyoonyeshwa bungeni. Kwa hivyo Mheshimiwa Magufuli anatumia matrilioni kwa mabilioni lakini hakuna mikataba yote. Kwa hivyo ukichanganya yote haya, Watanzania wameondoa 100% imani kwa CCM. Sasa hawa wapambe wa Magufuli wanaosema Magufuli rais mzuri, Magufuli mtetezi wa nyonge na maskini, Magufuli kafanya mambo mengi, kajenga madaraja, kaleta hivi. Mimi nashangaa kitu kimoja. Magufuli ana kiwanda cha kutengeneza noti. Magufuli ana utajiri, ana kampuni yote, hana shilingi yake Magufuli. Mshahara yake anachukua kodi ya Tanzania. Pesa zinazotumika zote kama kujenga reli, kujenga madaraja, kununua ndege, zote ni kodi yetu sisi wa Tanzania. Ile ni kodi ya Tanzania, sio ya CCM wala sio ya Magufuli. Kwa hivyo hii kauli kwamba Magufuli kafanya, Magufuli ana lolote alofanya hata moja kwa shilingi yake. Pesa zote ni kodi ya Tanzania ndio inofanya mambo yale. Na hilo ni kwa wajibu kwa serikali ilikopo madarakani, sio swala la kumsifu Magufuli. Sasa nyinyi mnamsifu Magufuli. Haya ndio elezea yote mapungufu yote. Swala la ufisadi, jibuni hilo kwanza. Swala la korosho, jibuni hilo kwanza. Swala la watu kutokuongezewa mishahara kwa miaka 4, jibuni hilo kwanza. Kuna mambo mengi sana muyajibu, halafu baadaye ndio mumsifu Magufuli. Sisi tunatoa hoja, tunazungumza kwa hoja, tunazungumza kwa ushahidi. Ndio maana tunazungumza mchana kweupe mbele ya vyombo vya habari kwa sauti kubwa, kwa sababu tunazungumza vitu vya ushahidi kwa 100%, havipingiki, havikataliki. Sasa nyinyi mnawadanganya watu, mmezoea propaganda CCM. Watanzania leo sio Watanzania wa zamani. Watanzania leo wanajitambua, wanaojiamini. Kwa hivyo hizo ndio sababu za msingi zilizofanya CCM wawaengue viongozi wetu wote waliogombea katika nafasi za kata na vijiji na serikali za mitaa, wawaengue kwa sababu waliamini kwamba wakiruhusu, kama hawatowaengua, wakiruhusu tu ule uchaguzi ufanyike, basi CCM wameshindwa vibaya sana. Na hawakutoa nafasi kwa sababu umewaengua. Baada ya kushakuengua maana yake nini? Sasa hata kampeni hazitofanyika. Hiyo wiki moja, siku 7 tulikuwa tumejipanga sisi tungelifanya kampeni vizuri sana. Lakini sasa hata kampeni hatuna sababu ya kufanya. Unaenda kufanya kampeni nani wakati kiongozi wako kishaenguliwa? Kwa hivyo CCM hata hilo waliliogopa. Walijua CCM Chadema akifanya kampeni viwanja vitafurika kwa hali mbaya sana, vitafurika kwa kiwango kikubwa sana, na wao watadhihirisha udhaifu wao utadhihirika. Kwa hivyo wametunyima hata nafasi ya kufanya kampeni. Kwa hivyo haya nataka yadhihirike kwamba hii ndio sababu. Na hata Mheshimiwa Jafo aliwahi kutangaza wiki kama 1-2 zilizopita nyuma kwamba wananchi waliojiandikisha kupiga kura ni 19.6 karibu kamili. Sisi kama uongozi wa baraza la wazee taifa Chadema hatukushangaa hata kidogo kwa ile tasmini, kwa sababu sisi tutegemea zaidi. Sisi baraza la wazee, kwa sababu sisi wenyewe tulishirika kikamilifu katika kukiimarisha na kujenga chama chetu. Sisi tulitegemea Chadema peke yake ingeandikisha watu zaidi ya milioni 20. Peke yake Chadema tungeandikisha zaidi ya watu milioni 20. Kwa hivyo watu milioni 19, basi pengine asilimia zaidi ya 90 walikuwa ni wa Chadema. CCM hawana watu. Lakini sasa walifanya vile ili kutaka walikuwa washajua lengo lao kwamba natangaza watu milioni 19, lakini kesho yake watakuja kuengua viongozi wetu, halafu Chadema itotokea watajiuzulu, halafu akijiuzulu wao watasema kwamba waliojiandikisha ni watu wao. Lakini sasa tuje tuangalie uchaguzi usio utakuwepo, kwa sababu japo chama kimoja viwili vya upinzani ambayo ni
ni puppet ni vikaragosi wa CCM watashiriki ili kuhalalisha, kuonyesha mataifa nje kwamba kuna vyama vya upinzani vimeshiriki katika uchaguzi. Sasa Watanzania wote mashahidi, mtashuhudia watu wangapi watakwenda kupiga kura siku ya uchaguzi tarehe 24 Disemba, Novemba. Kwa hivyo mtashuhudia hapo, utatoka ushahidi kamili kwamba CCM hawana wafuasi katika nchi tena. Kwa hivyo tunachotaka kusema sisi, nini mapendekezo yetu, nini maagizo yetu kama baraza la wazee?